kama mtu wa soka, unahisi kwa uchaguzi unaofanyika nini hasa kiangalio ili kuhakikisha kwamba hatupati viongozi ambao wanatuingiza kwenye maswali mengi hasa katika game za derby na ule uongo mwingi ambao umezungumzwa, mara referee wanapendelea, mara siku na timu zinabebwa na vitu kama hivyo, ili kuhakikisha kwamba ligi yetu inazidi kuwa bora? Bado naweza kusema kuna changamoto hata tunapoelekea kwenye uchaguzi wenyewe. Hapo tumeonyeshwa duration ya kuchukua fomu ni siku 3 alafu uchaguzi ni mwezi wa 8. Hauwezi ukaniambia kwamba tunaenda kuchagua kiongozi ambaye atatuongoza kwenye miaka 2-3 alafu tutumie siku 3 kuchukua fomu. Kulikuwa kuna uwezekano wa kuweka muda wa kutosha pia kwa ambao wapo mbali kuweza kufika na kuja kuchukua fomu. Lakini uwezo ukaniambia tutumie siku 3 kwa ajili ya manake ukiweka siku 3 mtu yuko nje ya nchi, labda yuko kwenye majukumu yake ya kila siku, manake ni ngumu sana kuchukua fomu. Lakini pia tunahitaji watu wanahitaji kujifanyia tathmini wenyewe. Uchaguzi umekuja, kila mtu ambaye anahitaji kugombea anabidi kujifanyia tathmini mwenyewe, aone na mudu kwenda kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea. Lakini pia kuna watu wengi sana walikuwa wanahoji kuhusu upatikanaji wa viongozi wa TFF. Wengi walikuwa wanahoji kwamba kwa nini wanachama yani wajumbe wa mkutano mkuu ndio watumike katika kupiga kura ya kumchagua rais wa shirikisho ambaye ataongoza mpira wa nchi. Kwa nini wale viongozi tu watumike? Kwa nini wasikuwe na wanachama nchi nzima kupiga kura? Ya kama anavyochaguliwa rais, kwa sababu rais hachaguliwi na viongozi tu. Rais anachaguliwa na watu wengi. Kwa sababu kwa uongozi wa TFF wanaotumika kuchagua ni wajumbe wa mkutano mkuu ambao ni wenye viti wa mkoa wa FA pamoja na wajumbe wa mkutano mkuu wa vyama shiriki ambavyo ni kama TAFCA, TASMA pamoja na vyama vingine ambavyo